Mtazamaji, kwa taarifa tanzia ni kwamba watu 12 wakiwemo wanafunzi wawili wamefariki katika ajali mbili tofauti za barabarani katika kaunti za Uasin Gishu na Marsabit. Katika ajali ya kwanza, mtazamaji, iliyofanyika katika barabara kuu ya Eldoret Nakuru Alhamisi usiku, watu 7 walipoteza maisha yao papo hapo, huku watu wengine 5 wakifariki katika ajali iliyofanyika katika barabara ya Isiolo Moyale Ijumaa alfajiri. Steve Keter anaarifu kuhusu ajali hizo. Katika kituo cha polisi cha Tarakwa eneo la Band Forest, familia na marafiki ya walioaga dunia katika ajali hiyo wamefika hapa kuangalia mabaki ya gari hilo la abiria. Miongoni mwa waliofika hapa ni Cynthia Ashiundu, ambaye ni mwanawe Paul Ashiundu aliyekuwa dereva wa gari hilo. Cynthia na mamake Janet Ashiundu wanatuelezea jinsi walivyopokea habari za ajali hiyo. Tumesikitika sana kwa sababu tuliongea na yeye 8 PM akikuwa na safiri, and he promised us atatupigia simu 4 AM. Lakini kufika mwendo wa saa 5 tulianza kupata habari ya kwamba gari lake limefanya ajali. Katika hali hiyo tuliendelea kuconfirm hadi wakubwa wake walipotupea habari kamili ya kwamba ameaga yuko. Ajali hiyo iliyofanyika katika eneo la Mlima Punda mwendo wa saa 2:30 usiku ilihusisha magari matatu. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi, lori hili lililokuwa likitoka upande wa Nakuru lilikuwa kwa mwendo wa kasi, ambapo iliyagonga magari mawili ikiwemo gari hili la Blue Mark na kuwaua abiria 6 na dereva papo hapo. Na yeye akaingia nafasi ya yale magari ilikuwa yanaelekea Nairobi, na kwa hivyo akakonga gari la kwanza matatu ambaye ilikuwa na abiria 15 akiwa na driver, wote watu 16, na papo hapo watu 7 waliaka. Gari hilo la abiria ambalo linahudumu chini ya sako ya Blue Mark linasemekana kutoka Kakamega mwendo wa saa 12 jioni likielekea Nairobi. Miongoni mwa abiria waliokuwepo ndani ni wanafunzi 4 wa shule za upili za St. Peter's Mumias na shule ya wasichana ya Keveye. Vile kwa abiria ambao tumewapoteza, tunasema pia ni pole kwa jamii zao, marafiki, hata tulikuwa na wanafunzi pia tunasema pole kwa mashule zao. Familia na waliofanya kazi naye Ashiundu walimtaja kama dereva makini aliyekuwa na tajriba ya zaidi ya miaka 20, huku wakiitaka mamlaka ya usafiri nchini NTSA kutunga sheria kali za kudhibiti matrela. Lakini ukifuatilia sana utakuta NTSA wanaweka roadblock kwa barabara, hawataki kushughulika na maneno ya trailer. Kazi yao ni kushughulika matatu na kuangalia vile matatu zinafanya accident, na wasahau hii matatu zinagongwa na matrela. Katika ajali nyingine iliyotokea mwendo wa saa 10 alfajiri katika eneo la Karagi, kilomita 10 kutoka mji wa Marsabit, watu 4 walipoteza maisha yao papo hapo alipokuwa akipokea matibabu. Ajali hiyo ilihusisha malori mawili. Sasa polisi wamewataka madereva kuwa waangalifu, haswa msimu wa mvua unapoanza katika maeneo mbalimbali humu nchini. Steve Keter, NTV Wikendi.